ambao walijiita wa dini na wengine tunajua kabisa kwa taasisi zao tunajua, lakini kulitokea hapa matamko hata ya mtu tu anaweza kaibuka akajiita yeye ni fulani akatoa tamko kwa mwamvuli wa dini. Lakini kusema kweli, kwa kipindi ambacho toka mimi nilipoingia na wenzangu ofisini kwa kushirikiana na wenzetu jeshi la polisi, tulikuwa na muda wa kuongea tete ya tete na viongozi wa dini zote. Nimefanya hiyo kazi na kwa kweli sikuwa nawaita, lakini nilikuwa nafanya hiyo kazi wanasema in camera, kwa bila kujulikana, kwa sababu tulikuwa nafanya kazi ya kutuliza hali, kwa sababu matamko na yenyewe yalikuwa yameshakuwa mengi na mengine mpaka akaanza kuchochea hali ya tofauti ya udini, Muislamu, Ukristo, ikawa kidogo hali si nzuri. Lakini nataka nichukue nafasi hii kuwashukuru sana kwamba mazungumzo tuliyofanya na viongozi wa taasisi kubwa chini ya umbrella organization zao, wakiwemo CCT, wakiwemo PCT na wakiwemo Teki, wakiwemo Kwata, yamekuwa na mafanikio makubwa. Na kama umeona kuanzia siku ya Ijumaa matamko yamebadilisha sura, lakini siku ya Jumamosi, siku ya Sabato pia matamko yamekuwa mazuri kutoka viongozi wa dini, na siku ya Jumapili ya jana matamko yameendelea kuwa mazuri yanayojenga taifa lenye umoja, mshikamano, kwa kuhakikisha kwamba amani ndio kitu cha maana. Na kwa kweli tunawashukuru sana viongozi wetu wa dini. Wao ni wadau muhimu sana wa amani ya nchi yetu. Wao ni wadau muhimu sana kwa sababu wanatulea katika nyoyo zetu, katika roho na miili. Kwa hiyo tukiwa na amani ndio tutaweza kumwabudu Mwenyezi Mungu. Tukiwa na amani ndipo tunapoweza kupata maendeleo na ustawi wetu. Kwa hiyo tunawashukuru sana viongozi wote wa dini kwa namna ambavyo wametoa matamko ambayo yanatuunganisha kama taifa. Kwa wale waliokuwa wanatamka yale magumu kidogo, nadhani tumezungumza nao na wao kidogo wametulia. Kwa hiyo tumuombe Mungu aendeleze kutupa uvumilivu wa kiasi hiki ili taifa letu liweze kupona. Maana mambo haya yametokea katika nchi mbalimbali na yameleta hasara kubwa sana, lakini kwetu hapa tumuombe Mungu asimame na sisi tupite salama katika kipindi hiki. Swali la mwisho. Mimi naitwa Rema Tilodina. Tunaona kwamba kwa idara kama nilivyosema pia kwa 22 jeshi la polisi kwamba hayo maandamano yanayopangwa kualika kesho ni haramu. Lakini tunaona Umoja wa Mataifa kwenye chini ya human rights wanasema kwamba nguvu za jeshi la polisi ni nguvu kubwa katika kuwadhibiti hao waandamanaji. Kwa hiyo pengine tathmini yako kwenye hili ni vipi? Tunaona sheria za